ni kwamba tukio la kwanza ni la kutoa taarifa za uongo. Ni kwamba jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linawashikilia watu wawili ambao ni wanaume kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kwa kudai kuwa kuna tukio la kutoweka kwa sehemu za siri za mtu wa jinsia ya kiume kimeujiza baada ya kushikwa bega na mpita njia. Tukio hilo limetokea katika jiji la Mwanza. Ni kwamba mnamo siku ya tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 11:45 za jioni, huko katika mtaa wa Makoroboi, wilaya ya Nyamagana, jijini Mwanza, mwanamume aitwaye Fredrick Edson Bilintio. Huyu ana umri wa miaka 30, kazi yake ni mfanyabiashara na mkazi wa wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma. Bwana huyu alikuwa katika matembezi yake huko katika huo mtaa wa Makoroboi. Alikuwa katika matembezi huko akiangalia sehemu mbalimbali kwenye maduka kwa ajili ya kufanya manunuzi pia. Mtu huyo alizua taharuki kwa wananchi waliokuwa eneo hilo baada ya kudai kuwa sehemu zake za siri zimetoweka baada ya kushikwa bega na mtu mmoja aliyepishana naye, huku akiwaonesha watu mtu huyo ambaye alikuwa tayari amepishana naye na mtu huyo alikuwa anaendelea na safari zake. Kutokana na taarifa hiyo kuenea kwa kasi katika eneo hilo, ndipo walijitokeza watu na kuanza kumzonga mtu huyo, huku wakimshambulia na kumchania nguo zake alizokuwa amevaa. Jeshi la polisi lilipata taarifa na mara moja askari wetu waliweza kufika katika eneo hilo na kufanikiwa kumwokoa huyo muhanga kutoka mikononi mwa watu ambao tayari walikuwa na hasira kali, huku wakiendelea kumshambulia. Mtu huyo ametambuliwa kuwa ni Peter Charles Katela, ana umri wa miaka 34. Kazi yake ni mfanyabiashara na mkazi wa Mkolani jijini Mwanza. Baada ya askari wa jeshi la polisi kumwokoa, walimchukua na kumpeleka katika hospitali kwa ajili ya kufanyiwa matibabu zaidi. Alipokelewa na ametibiwa, na taarifa ambazo tumeendelea kuzipata ni kwamba hali yake inaendelea vizuri. Kutokana na tukio hilo, jeshi la polisi lilimchukua mtu huyo mwanamume aliyedai kwamba sehemu zake za siri zimetoweka na kumpeleka katika hospitali. Bwana huyu ambaye anaitwa Fredrick Edson Bilintio alipelekwa hospitali kwa ajili ya uchunguzi zaidi kuhusiana na hali yake kwa ujumla ya afya yake, na pia kutokana na taarifa ambazo alikuwa amezitoa kwamba sehemu zake za siri zimetoweka. Katika uchunguzi uliofanywa hapo hospitalini na wataalamu, ilibainika kuwa sehemu zake za siri zilikuwa katika mwili wake kama ilivyo kawaida, na hivyo ikawa imethibitishwa kwamba alikuwa ametoa taarifa za uongo katika huo mtaa, na hivyo kusababisha taharuki kubwa iliyosababisha mtembea kwa miguu aliyokuwa katika eneo hilo kuweza kumshambulia. Katika tukio hilo pia amekamatwa kijana mmoja ambaye anaitwa Japhet Nicolaus George. Huyu ana umri wa miaka 26, ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustini kilichoko jijini Mwanza. Kijana huyo anasoma shahada ya kwanza ya mawasiliano ya umma na pia anaishi kule Malimbe katika wilaya ya Nyamagana. Kijana huyo amekamatwa kwa sababu kwenye tukio hilo alikuwa akishabikia, huko akiendelea kuwaaminisha watu kuwa taarifa zilizokuwa zikitolewa na huyo bwana kuhusu kutoweka kwa nyeti zilikuwa za ukweli.
Lakini pia katika ufuatiliaji wetu tumeweza kubaini kuwa watuhumiwa hawa wawili wanafahamiana, na Frederick Edson Balinto kwa sasa anaishi eneo la Malimbe, nyumba moja anapoishi Japhet Nicolaus George ambaye ni mwanafunzi. Kwa hiyo hawa wanaishi nyumba moja. Huyu ametoka kule mkoani Kigoma kwa ajili ya biashara, lakini amefikia kwa huyu kijana ambaye ni mwanafunzi. Uchunguzi kuhusiana na tukio hili unaendelea, na tutakapokuwa tumekamilisha watuhumiwa watafikishwa mahakamani kujibu mashtaka yao, tuhuma zao hizo za kutoa taarifa za uongo. Jeshi la polisi linazidi kuwatahadharisha wananchi kuacha tabia ya kujichukulia sheria mikononi na kuacha tabia ya kutoa taarifa za uongo zinazolenga kuleta taharuki kwenye jamii na hivyo kusababisha uvunjifu wa amani, kwamba kufanya hivyo ni makosa ambayo lazima jeshi la polisi tutaendelea kuchukua hatua kali. Na kwa kuendelea kuchukua hatua kali kuhusiana na matukio haya, tumeshatoa taarifa kwamba tutaendelea kuwafikisha katika mahakama wale wanaotoa taarifa za uongo ili mahakama iweze kuwatendea kile wanachostahili. Na hivyo katika kushughulikia jambo hilo, mambo haya kwa ujumla, tumepata mafanikio ya kesi mojawapo ya kutoa taarifa za uongo. Ni kwamba kama mtakumbuka, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza siku ya tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka huu lilitoa taarifa kuhusiana na kukamatwa kwa mwanamume ambaye anaitwa Emmanuel Perius Kagero. Huyu umri wake ni miaka 18 na tulisema ni mlinzi wa kampuni ya ulinzi ya Wildan na mkazi wa Mji Mwema katika wilaya ya Ilemela. Huyu alikamatwa kwa kosa la kutoa taarifa za uongo kuwa tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka huu majira ya saa 6 za mchana huko eneo la Kirumba wilaya ya Ilemela, akiwa anatembea aliguswa bega na mwanamume aitwaye Jordan Deocras Kabinga, miaka 21, mjasiriamali na mkazi wa Igogo wilaya ya Nyamagana, kisha sehemu zake za siri zikatoweka kimiujiza. Tulitoa taarifa hiyo kama mnakumbuka, na tulisema kwamba mtuhumiwa huyo atafikishwa mahakamani kwa sababu ilithibitishwa kwamba alikuwa ametoa taarifa za uongo. Sasa siku ya tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2026 mtuhumiwa huyo alifikishwa katika mahakama ya mwanzo ya Ilemela, wilaya ya Ilemela katika jiji la Mwanza. Alifikishwa mahakamani kwa kesi namba 361 ya mwaka huu na akahukumiwa kifungo cha miezi 6 jela baada ya kupatikana na hatia ya kutoa taarifa za uongo kuhusu kuibiwa kwa sehemu zake za siri kwa njia ya miujiza. Tukio hilo lililenga kuleta taharuki kwenye jamii na hivyo kusababisha uvunjifu wa amani. Mtuhumiwa huyo sasa hivi tunapoongea tayari ameshaanza kutekeleza kifungo chake cha miezi 6 gerezani. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linatoa wito kwa wananchi kuacha kabisa kutoa taarifa za uongo, kwani ni kosa la jinai ambalo likibainika, ushahidi ukathibitishwa kwamba ulifanya hivyo, unaweza ukahukumiwa kwa mujibu wa sheria kama ambavyo huyo mwenzetu hapo juu amehukumiwa. Hivyo hatua kali zitaendelea kuchukuliwa kwa watu wote ambao wameendelea kujihusisha na vitendo hivi vya kutoa taarifa za uongo, kuleta taharuki kwenye jamii na hivyo kusababisha watu amani itoweke kwa kipindi fulani kwa maneno tu yasiokuwa na kichwa wala miguu. Tutaendelea kuwa wakali kwenye eneo hilo.